Asante sana ndugu mtazamaji na wewe msikilizaji kwa kuweza kuungana nasi katika siku ya leo, kuweza kupokea maneno ya Mungu ambayo tunakufikishia siku zote hapa katika channel hii. Ninakushukuru sana kwa kuwa wewe umechagua njia au jambo ambalo ni bora kabisa kupita kitu chochote ambacho unaweza kufanya katika dunia hii. Napenda nikutamkie baraka pia katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kuweza kuchukua muda wako kusikiliza injili kamili ya Yesu Kristo. Siku zote usisahau kwamba tunamhubiri Bwana wetu Yesu Kristo, maana yeye peke yake ndiye njia, kweli na uzima. Pasipo Yesu mpendwa, hatuwezi kuhubiri injili hii. Ni Yesu peke yake tunayemtangaza, ni Yesu peke yake tunayemhubiri kwenu siku zote, maana tunaamini Yesu alikuja hapa duniani kwa sababu yako wewe na mimi. Yesu hajaja duniani kutafuta utajiri au mali na pesa na haya mengine ambayo watu wanakimbilia hapa duniani, pia na wanaishia kumsahau au kumweka pembeni Yesu Kristo. Wanasema maybe I don't need Jesus at this time. Mimi mpendwa nikwambie kwamba siku ya leo, siku zote na wakati wote unamhitaji, ninamhitaji Yesu Kristo, maana pasipo Yesu hakuna uzima. There is no life without Jesus Christ. Kwa hiyo tunamhitaji Yesu Kristo kwa gharama zote. Nasema kwa gharama zote tunamhitaji Yesu Kristo. Na nikwambie kitu ambacho mimi na wewe hatuhitaji. Mpendwa, haunihitaji mimi. Wewe hauhitaji mtu mwingine. Naposema hivi, usianze kuanzisha ugomvi na watu kwamba wewe sikuhitaji, toka. Hapana. Nasema kwamba unamhitaji Yesu Kristo kuliko unavyonihitaji mimi. Mimi ninamhitaji Yesu Kristo kuliko ninavyokuhitaji wewe. Maana sote tukimkosa Yesu, utaanza kuona mambo mabaya sana. Na ni jambo la kusikitisha sana katika dunia tulionayo. Hii leo watu wengi wanawahitaji watu wengine kuliko wanavyomhitaji Yesu Kristo. Na inawezekana hata wewe mwenyewe uliyeko hapo na nitegea sikio katika siku ya leo, inawezekana unamhitaji labda askofu wenu kuliko unavyomhitaji Yesu. Unamshobokea askofu wenu, mchungaji wenu, nabii yenu, mtume wenu, mwinjilisti wenu kuliko unavyo mkimbilia Yesu Kristo. Huu ndio ukweli na uhalisia tunaoona katika dunia hii tulionayo. Na kitu kingine kibaya zaidi, kibaya zaidi mpendwa, watu wengi, warokore wengi, Wakristo wengi na hawa wengine wapagani, siku tulizo nazo, wanakimbilia dini sana kuliko wanavyomkimbilia Yesu Kristo. Na inawezekana, sijasema ni kweli, inawezekana hata wewe unayenitegea sikio katika siku ya leo, inawezekana wewe hapo ulipo ni mmoja kati ya watu hawa ambao umefia kwenye dini. Yani unakimbilia dini kuliko unavyomkimbilia Yesu Kristo. Huu ndio ukweli, ndio uhalisia. Wewe mwenyewe nenda uchunguze kwenye community yenu pale unapoishi, mtaani kwenu, au watu kaenda kanisani. Angalia watu wanavyosimamia dini. Uislamu ndio dini pekee ya sijui ya ukweli, dini ya kweli, dini ya haki. Wengine wanakuja Ukristo, Upentekoste, Roman Katoliki, ndio dini ya kweli, ndio dini ya haki, ndio dini ya nini. Wote ni ushetani. Wote ni ushetani huu mpendwa. Shetani. Watu wengi wanajichanganya, wanajivuruga. Anakimbia, anaona nikiingia kwenye msikiti, nikiingilia kwenye kanisa la Baptist, la Lutherani, la Moravian, labda dini ya Kisabato,
dhehebu la Kisabato, sijui Anglikana, Moravian, Mashahidi wa Yehova, wanasema hii dini ndo dini ya haki, ndo dini ya kweli, sehemu ambayo ni sahihi ya kumwabudu Mungu. Huu ni upotoshaji, mnajipotosha wenyewe. Na ndio maana mpendwa, katika siku ya leo nimekuletea ujumbe unaosema dini au sehemu sahihi ya kumwabudu Mungu. Dini au sehemu sahihi, sehemu bora, sehemu ambayo inakubalika, yaani wewe na mimi tuweze kwenda sehemu ile na kumwabudu Mungu. Ni sehemu gani? Kuna watu wengine wanajidanganya, wanadhani labda mpaka aende Yerusalemu, aende akapande mlima Sinai, aende kwenye sijui kama ni ziwa pale Yesu alipokuwa anapita, akabatizwe mto Yordani, mto Jordani, ndio atasema mimi hapa, yani nilienda hata kuabudu sehemu sahihi. Je, wewe hapo ulipo unafahamu nini kuhusu sehemu au dini ambayo ni sahihi ya kumwabudia Mungu? Unaelewa nini? Unauelewa gani? Unafahamu gani mpendwa? Maana watu wengi tumepotoshwa kwa muda wa miaka 2000 na zaidi, kwamba wewe ukiwa Pentekoste, ndo sehemu dini ya Pentekoste ndo sehemu bora ya kumwabudia Mungu. Na ndio maana unaona wengi wenu mmejazana ndani ya kanisa. Kwani ni kwa sababu wewe umesema nimechunguza kule, nimechunguza wapi, nimefanyaje? Kwa hiyo mmejazana ndani ya kanisa, ndo unajidanganya tayari nimeshakuwa mtu ambaye ni mwabudu halisi, mwabudu wa kweli, na mwabudu Mungu wa kweli. Mtu mwingine anajidanganya, kwa sababu naingia hapa nimekuwa mwabudu halisi, mwabudu wa kweli, na mwabudu Mungu wa kweli. Na ndio maana unakuta Wakristo wengi ni wapagani kuliko shetani. Kwa nini? Ni kwa sababu wanaenda kasiku kamoja, just one day or maybe 2 days, I don't know how many days you go to church. Ile siku peke yake ndo anaenda, we have to go and pray. Lakini siku zingine, yani nusu jini nusu shetani, kichwa mpaka hapa kwenye labda kitovu ni shetani kupanda juu, huku kwenda chini ni jini. Ana miguu ya ng'ombe, sijui ni vile ni miguu ya ng'ombe utavihitaje, I don't care. Anyway, wewe utajua mwenyewe. Yani Wakristo unashangaa, watu wanafia dini. Na unakuja hata kushangaa hata kwenye serikali zetu, mifumo yote ya duniani wanakwambia serikali haina dini. Lakini cha kushangaza, rais ni Mkatoliki au rais ni Muislamu, au kama rais sio Muislamu unakuta makamu wa rais au waziri mkuu ana dini kabisa, anajulikana ni Muislamu, ni Mpentekoste au ni Mlutherani, ni Moravian, ni Mbaptisti, ni Mroman Katoliki. Alafu mashetani hawa wanakuja kutuambia serikali haina dini. Serikali ni nini? Hivi yani watu tuna akili kweli? Hivi wewe unadhani kama serikali ni miti au ni huu udongo? Hivi serikali ni nini? Yani mimi ukiniambia serikali haina dini, unaniambia kwamba yule mtu ambaye ni kiongozi hana dini lolote, hapo nitakubali. Anasema mimi ni shetani, yani ni mpagani aliyepinduka kupindukia, hapo nitakubali kwamba kweli hii serikali yetu haina dini lolote, ni serikali ya kipagani, hapo nitakuelewa. Lakini kama unafahamu wazi na unajua kwamba huyu mtu ana dini, there is a problem here, there is something going on here. Hapa lazima kuna shida. Kwa hiyo unakuta kama sehemu zingine watu wanaanza kurushiana maneno. Waislamu, wewe mnamsema kiongozi huyu kwa sababu sijui ni nani, ni wa dini letu, nini. Kwa hiyo ni mivutano. Na kupa mfano mzuri mpendwa, taifa letu la Tanzania. Mtu atasema unaanza kuichambua serikali. Hapana, na kuonyesha mfano halisi. Maana ni mambo yaliyosema wazi wazi.
Wakatoliki wana msimamo huu, au wamesema hivi. Cha kushangaza, Waislamu wanakuja. Mpendwa, sisi kiuhalisia, taifa letu kama wanavyosema haliegamii, halina upendeleo wa dini fulani, lakini sasa imekuja kudhihirika, watu wanaanza kusema wewe kidogo, wananyoshana vidole mpaka mwingine anakuja anasema tutawakata vichwa wengine ambao sio wa dini letu. Hapo kuna hali ya hatari sana. Na kuonyesha mfano, sasa mtu mwingine anajiaminisha. Kumbuka tunaongelea dini au sehemu sahihi ya kumwabudu Mungu. Ni sehemu ipi? Ni sehemu gani? Je, ni kwenye Uislamu, dini ya Kiislamu, au ni kwenye Upentekoste, Baptist, Presbyterian, Moravian, Seventh Day, Jehovah's Witness, au ni dini gani? Ni dhehebu gani? Ni sehemu gani, mpendwa? Maana hii ndio inawafanya watu kuwa wapagani. Hawajui kumwabudu Mungu what it is. Wanadhani kumwabudu Mungu mpaka niende nijifungie mwenye kanisa, Bwana sifiwe, mimi ni mgeni, dunia napita. Unaruka, unaanza kuserebuka, unafanyaje mambo kama haya? Na watu wanakuangalia, na wengine imekaa pale inaangalia, wewe umekuwa kama majuzi. Anyway, a lot of things going on. Anyway, tuendelee mpendwa. Kwa hiyo nataka nikutoe kwenye hii hali ya sintofahamu. We say confusion. We are so confused. Wametuchanganya hawa watu. Sasa hivi wanatengeneza dini. Ulishawahi kusikia mtu anasema kama unataka ku make more money, unataka kutajirika haraka sana, fungua dini, anzisha kanisa, niseme hivyo. Ndio maana unaona viongozi wanapangana kule kwenye dini, wanamhubiri shetani, maana wanaona maovu hawakemei. Wanasema serikali haisemwi. Utashindwaje kuwakemea wanadamu wote? Mpendwa, kuwa rais haikubadilishi wewe kuwa mwanadamu, haiku-exclude. You are not exempted from my preachings. Nagusa kila kiumbe aliye hai, mwenye akili timamu, asiwe na akili timamu, wanyama, binadamu, wote na twanga. Wote tumeumbwa na Mungu mmoja. Kwa hiyo dini au sehemu sahihi ya kumwabudu Mungu ni wapi, wapendwa? Watu tumefia dini, yani tumekufa. Kuna wengine wamesha kauka, they are dry, very very dry. Yani ukisema dini lao, yuko tayari kujilipua na mabomu na nini, yani anakuwa muuaji, Al-Qaeda, anakuwa wale materrorist, magaidi, yani yuko tayari kufanya vurugu na nini, kwa sababu amesema mchungaji wao au dhehebu lao anataka lipuke. Kama hivi sisi ambao hatuogopi tunasema, wapendwa, Yesu hapatikani ndani ya Upentekoste. Uzima wa milele haupatikani kwa mchungaji yoyote. Akuwa mtu wa dini fulani haikuletei uzima wa milele. Huu ndio uhalisia, mpendwa. Hatuogopi sura ya mtu, kacheo, ka usomi wako, ka degree. No, mpendwa. Maana tunayemhubiri huyu, haleluya, anakuwa yeye tunasema is omniscient, omnipresent, omnipotent. Haleluya. Yani the uncreated one. Yani Mungu huyu hapimiki, hana viwango. Ukishamweka Mungu kwenye viwango, wapendwa, you have lost the memory. Ndio maana Mungu hawezi kuona shida kumtumia mwenye dhambi, akatumia jiwe, akatumia mti, akatumia kiti, akatumia mnyama, kaongea na Sauli. Mambo kama hayo, it is possible. Na ndio maana ambalo haliwezekani kwa mwanadamu is nothing to God. Tusome maandiko matakatifu, mpendwa, ili kwamba tujue sehemu sahihi ya kumwabudu Mungu, ya kumwabudia Mungu. Whatever you say, utakavyosema wewe. Kikuu ujumbe huu kufikie na ukubadilishe, umapproach Mungu katika njia iliyo sahihi. Tunasoma kisa kimoja kati ya mwanamke Msamaria alipokutana na Yesu pale kisimani. Yesu anamwomba maji. Inakuwa ni story ndefu. Kwa hiyo sisi tunasoma katika Yohana 4, tunaanzia mstari ule wa 19.
Kwa hiyo yule mwanamke ambaye alikuwa amekutana na Yesu, yule Msamaria, Yesu amemwomba maji. Stori kawa ndefu nini na nini. Hapa mstari wa 19 stori ilivyoendelea, Yesu na maandiko matakatifu yanasema hivi, yule mwanamke akasema, Bwana, naona bila shaka wewe ni nabii. Na kuna watu mpaka hii leo wanamuita Yesu ni nabii kama nabii wao. Yesu ni zaidi ya nabii. Yesu anaweza kuwa ni nabii, lakini is far beyond a prophet. Yani yeye ni zaidi ya nabii. Yesu ni zaidi ya nabii, mpendwa. Kwa hiyo akamwambia huyu mwanamke, japo alikuwa Msamaria, akasema nakiri Bwana hapa. Akasema, baba zetu waliabudu kwenye mlima huu, lakini ninyi Wayahudi mnasema ni lazima tukaabudu huko Yerusalemu. Na haya ndiyo mambo ambayo tunarithishwa au tumerithi kutoka kwa mababu na mababu zetu, au kutoka kwa wachungaji na maaskofu na maaskofu zetu. Wanaturithisha mambo kama haya, kwamba kuabudu ni kufanya hivi. Kuabudu, njoo kwenye kanisa langu mimi, askofu fulani, Askofu Petro. Labda kuabudu, njoo kwenye dini ya Kiislamu. Kuabudu, njoo kwenye dini ya Kikristo. Kuabudu, njoo kwenye dhehebu la Wasabato, njoo kwenye dhehebu la Moravian, njoo kwenye dhehebu la Kipentekoste, dhehebu la Baptisti, la Anglikana. Kuabudu, tunza Sabato, njoo kwa Wasabato. Kuabudu, njoo kwa Roman Katoliki, mama wa dini zote. Kuabudu, njoo hapa. Yani hivi yule mama anamwambia Yesu is exactly yale ambayo tumerithi. Kwa hiyo hapo nahitaji kuwekwa huru, mpendwa. You need deliverance. Kwa sababu hii nayo inakuzuia wewe kumwabudu Mungu ipasavyo. Hiyo ndio sababu inayokufanya wewe usimwabudu Mungu ipasavyo. Kama huyu Msamaria anasema, mababu zetu walimwabudu Mungu kwenye mlima huu au mlima ule, na nyewe Mayahudi mnasema kumwabudu Mungu mpaka tuende Yerusalemu. Na ndivyo watu wanakwambia wewe, mpaka yani ili wewe uokoke, uwe mtumishi wa kweli, lazima uende theolojia. Haujasikia mambo kama hayo, ila wewe ufanya hivi, lazima uende hapa, au nenda uwekewe mafuta na wazee. Ndio maandiko matakatifu yamesema. Aliyekwambia hiyo ndio kanuni ya siku zote ni nani? Aliyekwambia hiyo ndio kanuni ya siku zote ni nani, mpendwa? Nimesema Mungu hana viwango hapa, haweki kwenye measurements. Hapana, haiwezekani. Kwa hiyo na yule mama anamwambia Yesu, alafu Yesu akasema nini? Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Kwa hiyo inasema Mayahudi wenyewe walikuwa wamesema, yani kalikuwa ni karazima, it was a must, lazima uende Yerusalemu. Na ndio maana mpaka siku ya leo Yerusalemu, naona pale mji wa Yerusalemu, vita ni endelevu Yerusalemu ile. Sasa mpendwa, na wewe unaweza kuwa umefia dini. Mimi ni Mpentekoste, sisi ndio wazuri. Mimi ni mwimbaji bora, sijui nini, naimba kwenye kanisa hili ndio nini. Pendwa, tunataka kujua sehemu au dini sahihi inakubalika machoni pa Mungu, sio pa wanadamu. Huo ndio uabudu tunautafuta. Je, lazima niende kwenye kanisa? Je, ni lazima uwe mtu wa dini au dhehebu ili kwamba uweze kuwa mwabudu halisi au wa kweli kwa Mungu aliye hai? Haleluya. Kwa hiyo wapendwa, tuachane na hii mentality ya kusema kwamba kumwabudu Mungu lazima uwe kwenye Usabato, lazima uwe kwenye Katoliki, lazima uwe kwenye Moravian, lazima uwe kwenye Baptisti, lazima kama kumwabudu Mungu kweli lazima uwe Muislamu. Huu wote ni ushetani na ni upotoshaji. Ninasema katika siku ya leo, na maandiko matakatifu yanaenda kudhihirisha. Unaona, huyu mama alikuwa anamwambia hivyo, lakini usisahau kuna jambo hapa tutaenda kujifunza. Alafu baada ya huyo mama Msamaria akamwambia hivyo Yesu alisemaje? Alimjibuje? Akamwambia hivi Yesu, ule mstari wa 21, Yesu akamjibu, mwanamke ni amini. Mwanamke ni amini. Anamwambia mwanamke ni amini. Sasa mimi anasema wakati unakuja ambapo hamtamwabudu Baba katika mlima huu
Na mimi nakwambia mpendwa, wakati umefika, ni sasa. Hautamwabudu Mungu katika dini lako hilo la Kipentekoste, au wewe umseme kumwabudu Mungu ni kuwa kwenye Uislamu, au kumwabudu Mungu ni kuwa kwenye Roman Katoliki, kumwabudu Mungu ni kuwa kwenye Usabato, kutunza sijui nani siku ya Sabato ni kuwa kwenye Usabato, au kuwa kwenye Anglikana, kwenye Moravian, kwenye Baptisti, Mashahidi wa Yehova na kadhalika na kadhalika. Hapana mpendwa, kama Yesu alivyomwambia huyu mama Msamaria. Unaona, alikuwa afanye yani alikuwa ni mazoea, kitu ambacho kilikuwa ni kizuri, watu wote wamezoea. Haya ndio mafundisho na urithi waliopokea kutoka kwa mababu zao wa imani, na wengine and so forth. So they were not doing something bad. Lakini Yesu akasema inabadilika hii. Akasema hamutamwabudu Baba katika mlima huu, wala huko Yerusalemu, wala hapo kwenye dini lako mpendwa. Wakati umefika wapendwa, tuamuke, macho yetu ya kiroho yapate kuona na kutambua na kuelewa. Mioyo yetu itambue yale mambo ya sirini ambayo wewe unaweza kuyafahamu pekee pale utakapokuwa umefundishwa na Roho Mtakatifu mpendwa. Kwa akasema hakutakuwa na haja ya kwenda Yerusalemu wala kwenye mlima huu. Hakuna haja ya kusema mpaka niende kanisani ndio nimwabudu Mungu. Na hapa sisemi usiende kanisani, maana hapa wachungaji na hawa watu wa dini wanaojitengenezea maisha, vipato na nini, wataona kama mimi nahubiri injili ya kuwakataza watu wasiingie kanisani. By no means, by all means, I am not preventing you from attending your church. Lakini ninachokisema ni kwamba mpendwa, ile sio sehemu pekee ya kumwabudia Mungu. Hapana, na Yesu amekataa, akasema hakuna haja ya kwenda Yerusalemu, hakuna haja ya kwenda kwenye ule mlima wa Samaria walikuwa wanapenda kwenda kumwabudu Mungu, walivyokuwa wameelekezwa na mababa zao na mababu zao wa imani. Yesu akasema time is over, time is over, things have changed. Mambo yamebadilika. Mambo yalishabadilika mpendwa. Okoka, jua maana ya kumwabudu Mungu katika njia ambayo inakubalika mbele zake. Na cha kusikitisha, ilikuwa neno hili mpendwa, japo wa Samaria walikuwa wameelekezwa kwamba mlima huu ndo sehemu pekee ya kumwabudia Mungu, ya kukutana na Mungu. Na kuna watu wengine wanakwambia, Waafrika sisi tulikuwa tunaabudu Mungu kwenye miti, tunaenda sehemu fulani, haya yanatokea matambiko na nini na nini. Wakati huo ulishaisha mpendwa. Maana huyo Mungu wa namna hiyo ni Mungu asiyefahamika. Kwa hiyo hapa Yesu akamwambia hivi, mstari wa 22 akasema, ninyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. Sisi Wayahudi tunamwabudu Mungu tunayemjua, kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Haleluya! Unasema wokovu unatoka kwa Wayahudi, lakini akawaambia Wasamaria kumbe walikuwa wanaabudu Mungu asiomjua. Wayahudi walikuwa wanaabudu Mungu wanaomjua kwa sababu wokovu unapatikana kwao. Lakini cha kushangaza pendo, hapa Yesu akasema yani ule muda wa kwenda kusema mpaka uende Yerusalemu kuabudu, anasema it's over. It's over. Akasema si hivi sasa, akasema lakini saa yaja tena ipo, yani kwamba ile saa imeshafika sasa hivi, ambapo wale waabuduo halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli. Haleluya! Watu wanaoabudu namna hii ndio Baba anawatafuta. Haleluya! Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Akasema Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Haleluya! Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Haleluya! Tuishie hapa mpendwa. Akasema saa yaja, na sasa ipo, imefika, imewadia. Wapendwa, ninyi mbona hamuamuki? Saa ni hii kumwabudu Yesu. Kumwabudu Mungu sio kuwa mtu wa dini. Kumwabudu Mungu sio kwenda kanisani. Kumwabudu Mungu mpendwa sio hayo matambiko mnafanya, kutoa sadaka na vikumi. Kumwabudu Mungu mpendwa sio
katika njia hizo ambazo amefundishwa kwa muda wa miaka mingi. Amesema waabudu halisi. Hore kosi ya tarabosha. Haleluya. Anasema waabudu halisi, mpendwa, ambao Mungu Baba anawatafuta. Anasema hawa watu, haleluya, watamwabudu Baba katika roho na kweli. Na hapa ndipo Wakristo wengi mmeharibikiwa. Wakristo warokore wengi mmekufa hapa. Mimi ni askofu fulani fulani. Mimi ni nani? Hapa ndipo mnapotoka wapendwa. Mnapotoshwa sehemu hii. Maana maandiko matakatifu yameweka wazi. Amesema Yesu Kristo, wakati waja na sasa upo, ambapo waabudu wa kweli sio hizo mbwembwe na maigizo mnafanya ndani ya dini, kucheza, kuserebuka, kufanyaje. Amesema waabudu halisi ambao Mungu anawatafuta. Baba aliye hai anawatafuta, sio Waislamu. Waabudu halisi sio Wapentekoste. Waabudu halisi sio Roman Katoliki. Waabudu, mpendwa, au sehemu ya kuabudia ukipenda useme, sio mpaka uende kwenye Ukatoliki, sio mpaka uwe kwenye Uislamu, sio mpaka uwe kwenye Ulutherani, sio mpaka uwe kwenye Upentekoste, sio mpaka uwe mashahidi wa Yehova, sio mpaka uwe wa Sabato. Hapana, amesema wanaabudu hawa katika roho na kweli. Wapendwa, sijui kama mnanielewa. Sijui kama kuna kitu umegundua siku ya leo. Hajasema kwamba wataenda dini, wao watu wa dini fulani kwa lugha nyingine. Hajasema wataenda sehemu fulani. Hajasema hivyo, mpendwa. Hayo ni ya wanadamu wao wenyewe. Yesu hajasema hivyo. Maandiko matakatifu hajatuelekeza tufanye hivyo. Kwa hiyo utaona yale ambayo umekuwa unafanya kwa muda mrefu yamekuwa ni maelekezo ya wanadamu na mipango ya wanadamu. Na ndio maana sishangai mtu anakuja anasema eti dini zote ni njia ya kumtafuta Mungu. Siwezi nikashangaa, kwa sababu haya, mpendwa, bado ni mawazo ya wanadamu, ni mbinu za wanadamu. Kwa hiyo tunashindwa kufanya vile maandiko matakatifu yamesema. Kwa hiyo kumwabudu Mungu, mpendwa, sio haya kwenu. Mwimbaji mzuri anaimba praise and worship, anaongoza kusifu na kuabudu, alafu anarembua macho, amezini. Umezini wewe, unakuja mbele ya madhabahu takatifu. Shetani wewe. Umetoka nyumbani, mdomo umenuna hivi, umenuniana mdomo na mke wako na mume wako, unasimama kwenye madhabahu takatifu, tunahubiri, tunaongoza praise and worship, unapiga gitaa. Unaona gitaa hapa, unapiga gitaa. Wao ni shetani, mpendwa. Kwa hiyo wapendwa, inatakiwa tuamke. Acha kujisumbua sana. Amesema kuabudu katika roho na kweli. Je, hii inamaanisha mpaka niende kanisani? No. It can be anywhere, anytime. Yani hii inafanyika sehemu yoyote na wakati wowote. Pendwa, mimi nikuhakikishie katika siku ya leo, kwenda kanisani sio kumwabudu Mungu. Haya majengo tunajenga sio sehemu ya kusema kwamba Mungu anapatikana. Mungu hawezi kumcontain, hawezi kumfungia kwenye space fulani, sehemu Mungu hawezi kuenea sehemu moja, haiwezekani. Mungu yuko anywhere. He is omnipresent. Ndivyo maandiko matakatifu yanasema, omnipresent, kwamba yuko sehemu yoyote ile wakati wowote ule. Na ndio maana hapa, mpendwa, ukishagundua siri hii, lazima utabaki salama. Lazima utajikuta wewe unamwabudu Mungu vizuri sana kuliko hawa watu wanaoigiza maigizo ya ajabu ajabu, kukimbia kanisani Jumapili, sijui siku gani, Friday, Wednesday, all this kind of things. Eti ni waimbaji, eti ni wahubiri. Hapana, mpendwa. Kumwabudu Mungu au sehemu pekee ambao wanatakiwa ufanye tendo au jambo ili ya kumwabudu Mungu ni katika roho na kweli, na sio ndani ya majumba haya au dini hizi ambazo wanadamu wamejenga. Tokeni ndani ya dini.
wanadamu wote tokeni ndani ya dini, njooni kwa Yesu tumwabudu katika roho na kweli. Popote pale ulipo, mahali na sehemu yoyote pale ulipo mpendwa, unaweza kumwabudu Mungu, unaweza kumwomba Mungu akasikia akatenda, wala hauhitaji mtu fulani au mwongozo na utaratibu wa mtu fulani. Hapana mpendwa, wewe ongozwa na Roho Mtakatifu. Mpendwa, naomba niishie hapa katika siku ya leo. Niamini kwamba ujumbe huu umekupa kuona mbali. Macho yako ya kiroho yanaona mbali sasa, kwamba unatakiwa ufanye jambo lililo sahihi, kumwabudu Mungu katika roho na kweli, na sio kukimbia ndani ya dini. Mpendwa, asante sana kupokea maneno haya. Usahau kuwapa watu wengine ili kwamba waweze kubarikiwa na ujumbe huu. Barikiwa mpendwa, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.